yu juu yangu, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ndugu zangu wa Kristo, wito wa kuwa Mkristo na miito mbalimbali ambayo inapatikana katika kanisa na pia huduma mbalimbali ambao tunatoa kama Wakristo katika kanisa na kwa binadamu kwa jumla, inalingana na ni ishara na matunda ya kazi ya Roho Mtakatifu ambaye anatujazia karama mbalimbali za kufanya huduma tofauti katika familia ya Kikristo. Katika dunia ya sasa kuna changamoto mbalimbali, kuna shida mbalimbali, na kwa hivyo wenye tumesherehekea mwaka jana, mwaka wa tumaini, tunaendelea kujenga katika mkanda huu maudhui kubwa hiyo ya mwaka jana 2025 ambayo ilikuwa ni jubilei. Katika shughuli ya kujenga matumaini, tunatambua sio tu shida za kibinadamu na changamoto, lakini tunatambua kwa ukubwa zaidi tumaini linatoka katika imani ya Mkristo. Kama kichwa ya mkanda huu ni Roho ya Bwana yu juu yangu. Na katika mito mbalimbali penye Yesu mwenyewe alitangaza katika Injili ya Luka mlango wa 4 aya 18 kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Maana tunaamini Roho ikishuka, Roho anafanya upya uso wa nchi na shida zetu hizi zinatatuliwa. Katika karama mbalimbali na utume, zaidi utume wa imani, na mwaka huu jubilei speciali ya kifo cha Francis wa Assisi, tunaona zawadi kubwa ya Roho Mtakatifu ni amani na unyenyekevu katika mioyo yetu. Tunaomba Mungu, ukisikiliza na kutazama nyimbo hizi, utapata tulizo ya moyo kwa kuamini kazi ya Roho Mtakatifu. Basi tutaweza kuona venye Mungu anafanya upya uso wa nchi, na kila mmoja atajitwika msalaba wake na nguvu ya Roho huyo ambaye anatushukia. Mwito wa Kristo, uwe padre, uwe shemasi, uwe Mkristo wa familia na wengine wote katika huduma za kanisa. Yesu mwenyewe anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, yeye amenituma kuhubiria maskini habari njema. Mtazamaji, ninaamini kwamba tunatoa kupitia mkanda huu habari njema ya utulivu, imani thabiti na amani kama zawadi ya kiroho. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwalinda, muwe na ujasiri katika miito yenu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
kuwaletea maskini habari njema, watangazie mateka uhuru wao, na vipofu watapata kuona tena. Amenituma kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Amenituma kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Mwana wa Yosefu. Kuwaletea maskini habari njema, watangazie mateka uhuru wao, na vipofu watapata kuona tena. Amenituma kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Amenituma kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Katika nchi yake kuwaletea maskini habari njema, watangazie mateka uhuru wao, na vipofu watapata kuona tena. Amenituma kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Amenituma kutangaza mwaka wa neema ya Bwana.
neema ya wokovu